plata o plomo. Mambo vipi? Bwana, katika dunia kuna watu wameacha historia mbalimbali, au sio? Historia mbaya na nzuri. Achana kabisa na El Chapo. Tena mweke mbali kabisa. ¿Cómo fue el final de la vida de Escobar? ¿Usted cómo ve su final de esta actividad? ¿Cómo ve usted cómo se ve en el futuro de esta vida? ¿Cómo terminará su relación con estas actividades? Espero que, pues, sé que un día me voy a morir. Espero que sea muerte natural. Unamjua Pablo Gaviria Emilia Escobar? Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pale Colombia, mitaa mbalimbali walimtambua kama Mungu wa madawa. Lakini watasha wa majuu kuanzia Marekani na Ulaya walimtambua kama the drug lord. Unadhani huyo mtu alikuwa wa kawaida? Tulia kidogo nikupe madini. Tangu kuzaliwa kwake pale mjini kati Rio Negro, Colombia, Pablo alikuwa ni mtata sana. Yaani ilifika hatua hakuna mishe ya magendo ambayo ilikuwa inafanyika pale kitaa bila kupita mikononi mwake. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Baada ya kujitafuta sana kwa muda mrefu, mtaa ukamuolewa. Kitoa agizo lake, mtaa wauni wote wanaitikia amina, kama ishara ya utukufu kwa kuheshimu mamlaka yake Bwana Pablo Escobar. Baada ya ushawishi wake kuongezeka, Bwana Pablo Escobar aka the drug lord akaanzisha kundi lake la kuuza madawa kulevya ambalo liliita Medellin Cartel. Oya, hiyo ilikuwa sio poa. Gengi lake likakusanya watu wote pale kitaa Colombia wenye talent za kihuni za kufa mtu, wakakusanywa katika kundi lake kama vile unavyoona Yanga anavyokusanya wachezaji wenye vipaji na kuweka pale, naye akafanya usajili kwenye kundi lake la hao. Jamaa walipewa kazi moja tu ya kusambaza ngada kwenda Ulaya na Marekani. Ilipofika mwaka 1970 mpaka mwaka 1980, kundi la Medellin Cartel likiongozwa na Pablo Escobar lilifanikiwa kuilisha dunia kwa kusambaza 80% ya kokeni yote iliyoko duniani. So at this time, the Medellin cartel is the biggest industry in Colombia, and they are literally building up the city of Medellin. They're building schools and hospitals, they're investing in infrastructure projects, they're building entire neighborhoods in the outskirts of the city. They are cocaine royalty. And mishe hiyo ikiwa inaendelea, mwamba kabisa Pablo Escobar alikuwa anavuta kibunda cha dola milioni 420 sawa na trilioni 1.03 kwa mauzo yote ya poda kwa wiki. Huyo Pablo Escobar, the drug lord, alikuwa namba chafu haswa. Duniani hakuna walotokea muuni kama yeye. Jamaa alikuwa na mkwanja mrefu kuliko ule mchanga wa Coco Beach pale. Cha ajabu sasa, jamaa alikosa sema kuziweka hela zake, akabidi azifikie chini. Yo man. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Venos. Listo, pues. ¿Listo? ¡Sí! Vamos a dejar pasar. Plata o plomo? Hilo ndo swali ambalo wauni wake walikuwa wanauliza maaskari pale ambako wanawakamata wakiwa katika miche zao za magendo,
za kusambaza madawa ya kulevya. Plata ni aidha uchukue rushwa, kimkamata mhalifu wa Pablo Escobar kutoka kwenye kundi la Medellin Cartel, akupe rushwa ambao ndio tunaita plata, au ukatae upigwe shaba kichwa, plomo. So hiyo ndio slogan ambayo ilikuwa inatumika na kundi la Pablo Escobar Medellin Cartel ambao tunaita plata o plomo. Sio poa. Kwa kipindi chake jamaa alikuwa anaogopeka na serikali kwa sababu alikuwa amewazidi kila kitu. Sasa basi, kama utaamua kumfananisha El Chapo na Pablo Escobar, inabidi utambue kwamba kila master na master wake. Sasa kwa upande wa master na role model wa El Chapo ni huyo mwamba wa kuitwa Pablo Elimia Escobar. Salute.